Naitwa Margaret Muchai. Mimi ni muuzaji wa Roysambu miaka 15 na tunalelea watoto Roysambu, tunalelea vijana wetu wenye hawana kazi Roysambu. Tumeweza kufundisha vijana wetu wafanye kazi ndio wawase wizi na wawache kurandaranda kwa mitaa wakichukua simu za watu. Na siku ya leo mimi niko na huzuni sana kwa sababu kusema ukweli tumebomolewa soko. Tumebomolewa soko, hatuna mahali ya kuenda. Kasi iko chini, ni sisi hawa tuko na maroni za watu zinatakikana tulipwe kwa vikundi mahali tunachukua pesa yenye hatufuatwi sana, hata kama tunafuatwa tunagojewa tutafute pesa. Na sasa huzuni yenye iko kama saa hizi tumeamuka, misigo iko kwa barabara, tumekosa pesa ya kupeleka hata kama ni misigo kwa manyumba. Ukiambia wale wakubwa tuko nao hapa ati tuwekelee mzigo tutafute pesa ya kupeleka makazi kwa nyumba, wanakuambia uweke mzigo kwa gari. Mimi ningeongea kitu moja. Enyi vijana wetu wadogo wenye mumeandikwa na mnaona wasasi si kitu. Mimi ni msasi. Ningeomba wewe ujue laana si ya mama yako mwenye amekuzaa. Matozi yangu inafaa kufikia Mungu, na ujikute huyuko kwa hiyo ofisi yenye umekalia kiti unajiona wewe ni mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu tunafaa kufukuzwa kwa soko na tuambiwe tujipange hapa. Hatutaki vita. Hata mkiangalia kutoka wakati kulianza kupigwa mpaka saa hizi hatujaruhusia askari mawe, hatujagombana askari. Hakuna kitu baya tumefanya, tumekaa tu tukigoja tuone. Nyinyi wakubwa wetu wenye tulichagua mko wapi? Hakuna MCA amekuja, hakuna minister amekuja, hakuna mtu yeyote ametuangalia sisi wanyonge. Kazi ya Hurubaro ilikuwa ni nini? Kwa sababu tuliambiwa kazi ni ya Hurubaro, kazi ni ya mama boga. Hii ndio kuinua mama boga. Watoto wetu wako wapi? Mnataka watoto wetu wakae tu wakipelekwa Syria wakakufe? Ama mnataka tukae maisha gani? Mimi ningeomba kama mzazi mwenye akona watoto, mtu mwenye amesaliwa kama ndugu kama dada ya hawa wanajiita ni wakubwa, tafadhali tuangalieni na msipende mtuwie watoto tubaki bila. Na kama hii ndio kwenda Senegal, mtuambie basi twende Senegal. Sina ingine ya kusema.